katika somo la kwanza ilikuwa ni Ufunuo. Nilichagua kuangalia katika Ufunuo sura ya 5 mstari ule wa 13, nao unasema, na kila kiumbe kilicho mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na nalivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Amechagua na kutajwa na mwana kondoo pale, ametajwa. Bwana Yesu asifiwe. Na katika somo la pili kama tulisikia, nichagua mstari mmoja ambao unadhihirisha hilo. Sura ya 29 Nyakati ya kwanza ule mstari wa 11 unasema, Bwana, ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, Bwana, nawe umetukuzwa umkuu juu ya vitu vyote. Juu ya vitu vyote yeye ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuna Mungu mmoja tu. Tuna Mungu mmoja. Na amesema amejifunua kwa Yesu Kristo. Na maandiko yanasema hapana jina jingine chini ya mbingu ambalo wanadamu tumepewa ili kuokolewa kwalo. Ni jina moja tu, Yesu Kristo. Na hilo jina maandiko yanasema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri jina Yesu peke yake. Tunapofukuza mapepo, usiende hala kumfinyafinya tumboni, toka. Akiamuka utakuwa anaumwa makucha yako. Hayawezi kufukuza pepo. Ni jina la Yesu. Wewe sema toka kwa jina la Yesu. Atakimbia kwa jina la Yesu. Sema toka kwa jina la Hamisi. Toka kwa jina la John. Toka kwa jina la Nyerere. Toka kwa jina la Samia Suluhu Hassan. Toka. Taja majina yote ambayo unayaona ni maarufu. Litakuzabua. Ni jina moja tu. Jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa huyu Mungu hana miguu duniani isipokuwa ya kwetu. Hana mikono na macho na pua isipokuwa ya kwetu. Hana tabasamu isipokuwa la kwetu. Akiingia kwenye moyo wako, unatabasamu, unafanya vile ambavyo anataka, na atakutuza na atakulinda. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiye Mungu. Huyu ndiye Mungu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Ndiyo maana hata tunaposema habari za Yesu Kristo, ni msalaba, hauna icon. Ni alama tu kwamba wokovu na ukombozi wetu ni msalabani. Kwa Pasaka tulisema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, tulisema. Kwa hiyo nakushukuru katibu kwa ajili ya kanisa hili. Mungu akubariki. Na washukuru wazee wa kanisa. Bwana awe pamoja nanyi kwa ajili ya kanisa hili. Mungu amewaita. Na shukuru uongozi wa idara ya wanawake na wanawake wote. Idara ya vijana iko nayo. Kamanda yupo na uongozi na safu yote. Bwana wabariki. Lakini pia ipo idara ya sifa na uimbaji. Kwa Mungu huyu mmoja, Bwana azidi kuwainua. Wapo wanakwaya. Wanakwaya sio kitu kidogo. Tunahitaji kuwapenda na kuwaombea. Hata kama kuna dosari, sio ufanye hamna mtu mkamilifu hapo anaweza kusimama. Wanatakiwa kutiwa moyo na kuwa karibu nao na kuwapenda.
Nyimbo zote ni nzuri, hakuna wimbo hata mmoja ambao ni wa shetani. Nyimbo zote zinamlenga Mungu wetu huyo mmoja, kumuinua sifa zake na kumdhihirisha kwetu ili tuweze kufuata. Na washukuru idara ya kina mama na watoto na watoto. Kanumba alisema mtoto ni mtu mzima anayekua, na mtu mzima ni mtoto aliyekua. Hakuna aliyekwepa anayeweza kukwepa kwa watoto. Mungu ni mwaminifu, anajua roho ya kila mmoja, anajua nini kinakunyemelea, na ungejua kwamba amemwaga malaika. Kila Mkristo ana malaika wake anakufuatilia, usingekuwa unatetemeka hata nani. Limeanza li ugonjwa langu, sio lako. Nani kakwambia ni ugonjwa wako? Unauita haya utakuwa wako. Mungu anataka umkabidhi yeye kila kitu. Umwachie yeye. Usiwaachie waganga, usiwapeleke wababaishaji wale, wababaishaji. Hata kuanzia miguuni mpaka uso. Kuna mtu ambaye hawezi tukiwa duniani. Hata kakichomi hamna. We nani? Sasa atakupata kwenye kakichomi ambako ni kawaida. Na hata homa ya mbu. Ukienda kwa mganga atakuambia kuna wachawi, yule jirani yako siye mlitukanana siyo nini. Mambo mengi. Mwisho wa yote anakupa wachawi nimewamaliza, we nenda kanywe tu dawa, nenda tu kwa madaktari. Kumbe unaenda kutibu huko, ng'ombe unampa yeye. Wajanja na wajinga ndio waliwao. Tusiliwe. Ni wakati wa kuamka katika usingizi. Tuna Mungu mmoja. Miguu yetu na vitu tulivyo navyo tumesoma ni vya kwake. Na kwa kuwa ni vya kwake, basi inapofika kazi ya kuimarisha ufalme wa Mungu, anataka tuvitoe na kwake vifanye kazi. Ndio akufanya ya nini? Yule Elia sio alikuwa ni Elisha. Ana njaa, ni mtumishi wa Mungu. Amefika kwa mwanamke Msarepta. Anasema naomba nina njaa nifanyie kidogo. Ni akasema nimebakiza kidogo tu, mafuta kidogo tu, nikipika nikila nakufa. Sitapata kingine cha kula. Akasema wewe nifanyie tu uone. Alipofanya ile chupa haikuisha mafuta na hakufa. Kwa nini? Vitu vyote ni vyake. Petro akamwacha akasema narudi kuvua samaki. Siku hiyo hakupata hata samaki. Anapiga huko, anapiga. Nafikiri alikuwa anawaambia anakuja huko sasa, nendeni huko. Mwenye samaki ni yeye. Hakupata samaki. Kaambia rudi ukachunge nilivyokuambia. Utakula huko. Wakati mwingine alipokuwa na wanafunzi alikuwa anawaambia nendeni tu, msichukue mkoba, msichukue pesa, mtakula huko. Walienda na walikula. Usije ukafikiri Mungu hayupo. Mungu yupo. Kila kitu kinachoendelea Mungu anakijua. Hata kama kuna wachawi 500 wamejipanga, lala usingizi. Ukiamka mshukuru Mungu na kushukuru wewe Mungu kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Wewe ndio unanipa kula, wewe ndio unanipa kuishi. Malaria yote na confront, hata ikija malaria ni malaria ambayo inanitikisa ila inatengeneza zile antibodies, askari wa mwili inawatengeneza ili waweze kuimarisha mwili. Wakati mwingine anaweza kuruhusu malaria kwa ajili ya kutengeneza mwili wako. Unajua mekanizmu ya mwili wako. Ndivyo hivyo. Nendeni kwa madaktari watawafunza. Wanajua kama manesi wako watasema mchungaji hasemi uongo, anasema kweli. Wapendwa, tuna wazo kwa kanuni za utoaji kwa ajili ya watu wa Mungu, kwa sababu Mungu naye anahitaji ufalme wake uende. Kwa hela hizi tulizo nazo usiseme hii sasa mimi ninatoa kila wakati, ninafanya nini? Yeye ndiye anayekupa. Yeye ndiye akitaka unaweza ukaziacha. Lakini ni mwema, sio wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa somo hili, kanuni hizi, nikafikiria sana. Unajua
unapoandaa lazima uweke mtima. Mtima ndio kusudi kuu linalokuja. Mungu analonipelekea kutoa wazo hili alilonipa ni kwamba anataka watu watoe na kubarikiwa, na sababu ipo moja, kwamba Mungu ndiye kuishi kwao. Mungu ndiye kuishi kwao. Bila Mungu hakuna maisha. Wangapi walikuwa maarufu hawapo leo? Wewe na mimi tupo. Hatujui tutaishi mpaka lini. Ungejua kwamba kesho kutwa nitaondoka, unaweza ukachanganyikiwa ukaanza kuuza vitu vyote. Siku hizi kuna wale wenzetu wameanza unabii nao, kama mnafuatilia, mba Yesu anarudi, 666 iko tayari. Sasa wanaanza kuzuiana. Msije mkachawishika. Endelea kupiga kazi mpaka atakaposhuka akukute kazini. Maana amesema wawili watakuwa wanasaga, na mmoja atwaliwa na mwingine aachwa. Wengine watakuwa wawili watakuwa wanalima. Sasa kama wewe utaacha kulima, na maandiko yanasema wawili watakuwa wanasaga, halafu mmoja atwaliwa, mmoja, wewe huelewi, ujiongezi tu. Jamani, ninaomba sana Mungu atuwezeshe. Tuna mistari ni Nyakati ya Kwanza 29:1 mpaka 30. Na katika mistari hii tunajifunza jinsi Mfalme Daudi alivyowaongoza Waisraeli katika utoaji kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu, yaani hekalu. Na hapa sasa tunapata kanuni zinazotuongoza tunapokuwa na mambo ya kufanya au kusaidia katika kazi ya Mungu. Hii inatukumbusha habari za mtu aliyetamkiwa kwamba anaupendeza moyo wake Mungu, ni Daudi. Na tena Yesu alipodhihirishwa, alipozaliwa, maandiko yanasema atakuwa ni mfalme, atakirithi kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ni mfalme mmoja tu ambaye Yesu amekuwa kopi ya huyo mfalme, ni Daudi. Kwa nini? Alikuwa mnyenyekevu. Maisha ya unyenyekevu ndiyo ya Yesu Kristo. Na wale wanaomfuata, tunaomfuata, lazima nijivike unyenyekevu. Wenye kiburi ataambukia kupingwa na Bwana, ndiyo linalosema. Kwa maana hiyo sasa tuna kanuni kama 6 hivi. Ningependa kuona kama kila kanuni hata dakika 2 tu 3, alafu tunahama. Tushike vizuri. Mbele yetu tutakuwa na utoaji, si ndio? Kwa hiyo niombe tu tuelewe somo, alafu tutafanya vizuri na tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya kwanza ni hii: toa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, sio kwa ajili ya sifa ya kibinadamu. Toa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mstari ni wa kwanza. Katika Nyakati ya Kwanza 29:1. Na katika mstari huo utakapo usoma, nimenukuka kipengele kamoja tu, ambako mengine utaenda kusoma kwa sababu ya muda wetu. Kakipengele hako Daudi mfalme alisema, kwani nyumba hii ya enzi si kwa mwanadamu ila kwa Bwana Mungu. Tarudia. Kwani nyumba hii ya enzi si kwa mwanadamu ila kwa Bwana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umeona pale. Sasa maneno machache ninayopenda kusisitiza hapa ni kwamba ujenzi unapaswa kuongozwa na heshima kwa Bwana, si kwa kutafuta maarufu. Mimi ndiye niliyesimamia jengo hili likafika hapa, bila mimi hamna. Yani mimi nilihangaika nalo. Yani
ungehangaika mwenyewe, wengine tukakunja mikono. Lingeenda? Si hamna. Kila mtu anahusika na kila mtu anastahili kama ni pongezi na yeye awemo. Hawezi mtu kufanya mwenyewe tu peke yake. Hamna. Kwa hiyo kanuni ni kwamba ninapotoa, mchungaji Kuhanda, nitoe kama kwa Bwana. Hiyo ndio kanuni ya kwanza. Kwa hiyo tukiendelea tutaenda kufanya hivyo. Toa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo lengo ni utukufu wa Mungu. Lengo ni utukufu wa Mungu. Tulivyomfahamu, tunavyomjua, alivyotukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya pili. Hiyo inasema viongozi waonyeshe mfano wa kutoa. Viongozi, kama ni kiongozi kwa kina mama, idara ya wanawake, huwezi ukawaongoza wanawake hao waongozwa, wewe uko nyuma. Kama ni wababa na idara ya wababa, kwenye katiba hii imewekwa na idara ya wababa, ila hatujitambui tu. Tujiongeze na idara ya wababa wamo. Idara ya wababa tuamuke. Tutashindwa na idara ya wanawake. Unampa hela. Kuna wengine wanazo pia. Wewe unaomba. Uongo kweli. Kuna wengine wako, ila ni unyenyekevu tu tunanania. Eti hatujivunii vitu. Ndio maana tunasema vitu vyote ni mali ya Mungu. Sisi hapa mali yetu ni kupendana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa viongozi wawe mfano. Na Daudi ambaye tunajifunza kwake, huyu mfalme alisema au anasema katika 29 mstari wa 3 anasema, nami kakipande tu, ninachukua kakipande kwa maana ninayoenda, maana tukichukua yote tutarefusha maana. Nami ninayo hazina yangu mwenyewe ya dhahabu na fedha, naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu. Alikuwa mfano. Tena kipindi hicho yeye hakupewa ruhusa kujenga hiyo nyumba. Ukisoma maandiko utakuta yeye alipigana vita, alimwaga damu nyingi. Jamani, hata kama ni kiongozi wa serikali akiwa madarakani, akijidefend kwa kumwaga damu, haina raha kwake, haimpi kibali kwake, inaharibu. Kwa hiyo inabidi tu kwamba jamani, basi Mungu nisamehe, kuna mambo ambayo hatakiwi kuyafanya, yanatakiwa yafanywe na mtu ambaye angalau yuko hana kando, akisimama Mungu anajua amesimama. Wewe simama tu hapo. Mfalme Daudi alizuiliwa kujenga nyumba hiyo hekalu, lakini akasema mimi nitaanzisha hiyo harambee, mimi ndiye kiongozi, ni mfano, ndiye aliyeanzisha. Akasema mwanangu Sulemani akali mchanga, lakini nitajiandalia, ni mfano. Akaandaa material, akaandaa harambee, lakini mjenzi alikuja kuwa mtoto wake Sulemani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kutokana na kanuni hii, viongozi waonyeshe mfano wa kutoa. Maana yake ni kwamba viongozi wanapotoa kwa moyo, wanakuwa mfano na hamasa kwa waumini, ndipo watu wanapotoa sana kwa shauku. Maana kiongozi ni mhamasishaji, kiongozi ni taa, kiongozi ni mfano. Lazima kufanya hivyo. Na Mungu alipokuwa anamtuma Yesu Kristo, ukisoma ukirejea Warumi sura ya ile ya 8 mstari wa 29, amesema kwamba maana wale aliowajua tangu asili, yani mpaka sisi na wewe umo, aliwachagua tangu asili. Umechaguliwa tangu asili. Akasema ili wafananishwe
na mfano wa mwana wake, yani Yesu Kristo, ili huyo mwana wake ambaye ni Yesu Kristo aje kuzaliwa miongoni mwa ndugu wengi. Kwa hiyo wewe ulipojulikana na Mungu, ukachaguliwa mapema, sasa lengo lake lilikuwa kwamba kiongozi wako wa mfano wa kufuata nyuma aje kuwa Yesu Kristo wakati wa kuzaliwa. Kwa hiyo utaniuliza kwamba mbona wengine walikutwa wamekufa? Lakini kumbuka, maandiko yanasema Yesu Kristo alipokufa, roho yake, mwili wake ulirudi kaburini, roho yake ilienda mpaka kwenye roho zile za watu waliokufa wakati wa Nuhu huko, japokuwa hakuenda kuwahubiri ili wafanye nini. Lakini kama walisikia mahubiri ya Nuhu huko, na watumishi wa Mungu wako huko, na Yesu ni kiongozi wao kiroho, alipokufa msalabani alikuwa pamoja nao, aliwajua. Kwa nini? Kwa sababu walishajulikana na Mungu, wakachaguliwa na Mungu, halafu wakaitwa na Mungu, halafu wakahesabiwa na Mungu, halafu wakatukuzwa kabla ya dunia kuumbwa. Unajulikana. Leo hata ukipalanganyika, anajua namna njia ya kukuhenda, utarudi tu kwenye mstari, utarudi tu. Hiyo ndio theolojia ya kweli, utarudi tu. Na Paulo akasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, na wala mwenyewe hakuna. Hiyo ndio theolojia ya kweli, utarudi tu. Kwa hiyo usiseme mimi sitaweza, yani shetani limenikalia mpaka linaniharishia, yani ninashindwa kufurukuta. Niombeeni ndugu zangu. Hakuna, utatoka tu. Neema ipo, itakufikia tu. Hata kama husikiagi wahubiri wakubwa, sio kila mtu atasikia mahubiri ya maposa, ya nani, si ya kuhanda. Atatokea mtu tu na kaujumbe kanyalelele. Yesu anakupenda. Sauti hiyo atatokea, atainuka. Wa kwanza atakuwa wa mwisho, na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Siku hiyo unamkuta amekaa hivi, amepokea tuzo yake ni kubwa kuliko hata ya kwako. Anameremeta. Maana kukua kiroho ndio kushiba neno la Mungu, na ndio kumjua Roho Mtakatifu na Mungu, na unajikuta sasa umekomaa. Mtu anaweza kuwa ana mwaka mmoja tu, ni mkubwa, ana ndevu, kama ndio kukomaa manake ni ndevu, kuliko mtu ambaye amekaa miaka 50 kanisani bado ana nepi. Ana ndevu lakini chini nepi. Kwa nini? Ni mchanga. Ameokoka, yes. Kwani watoto si wapo? Lakini unawavika nini? Nepi. Ili akikojoa asichafue, maana anajikojolea, ananyonya. Mtu mzima hapana. Sasa kama utachelewa kukua, utakuwa una hali hiyo wakati ni mzee. Kwa nini tusichukue hatua ya mabadiliko? Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya tatu. Toa kama ibada kwa Mungu, si kama kazi ya kawaida. Toa kama ibada kwa Mungu, si kama kazi ya kawaida. 29:11. Na hapo katika mstari wa 11, ninachambua na nanukuu kidogo aliyosema Mfalme Daudi. Alisema, ukuu ni wako, na enzi, na uweza, na utukufu, na kushinda, na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ukiendelea utakuta amesema umkuu juu ya vitu vyote. Kwa hiyo sasa, kama ni hivyo, manake unapotoa, toa kama ibada kwa Mungu. Ibada ni nini? Ibada ni moyo wa kumuinua Mungu. Ndiyo maana Daudi akasema, vitu vyote vinatoka kwako. Tumetoa tu kutoka kwako, tumerudisha. Na unapomrudishia, sio kama unarudisha vitu ambavyo vimekuwa vyako. Unapopewa unakuwa nacho. Piga mpira hivi. Mpira, niliwaambia, mpira sio wa mwenyewe.
ukipasiwa usiunganganie kona, unachenga si Ronaldo sinani, uchenge mpaka eti waanze kuja. Utakaponyang'anywa watakulaani. Watakulaani kwa sababu mpira sio wako. Unapopewa mpira, mpe yule, halafu mpeleke kwenye goli, halafu usimlenge kipa. Kama ni mjanja, mtishe. Kama ni kumtisha, mtishe. Unapigia hapa. Hata kama ni taratibu, kataseleleka tu, kanaenda anarukia hivi, anabwaga matumbo. Unajifanya umefungwa tu na wala hujaumia. Watu wajanja, akifungwa anaona nilipata kakichomi. Hakuna cha kichomi, umetishwa likaingia. Basi ndio hapa, hakuna namna. Lakini Mungu ndiye mwenye kila kitu. Kanuni ya 4. Kumbuka kuwa mali na vitu vyote ni vya Mungu. Mstari wa 14, 29:14. Kumbuka ni vya Mungu. Mfalme Daudi katika hili alisema, mstari wa 14 alisema, kwani vitu vyote vyatoka kwake, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Vitu vinatoka kwake. Tunapotoa, tunamtolea vitu vyake, tunampa. Na yeye si maskini kwa sababu vitu vyote vinatoka kwake. Uhai unatoka kwake, na kila kitu unatoka kwake, na unapata na bonus. Ndio Mungu huyo. Mtu aseme Mungu hayupo, atakuwa nakosea sana. Yupo. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya 5. Toa kwa shukrani na furaha. Toa kwa shukrani na furaha. Mfalme Daudi katika sura hii ya 29 mstari wa 17 kuna kakipengele kanasema hivi: nami sasa nimeona kwa furaha watu wako waliopo hapa wakikutolea kwa hiari yao. Ameona kwa furaha. Watu wanatoa kwa furaha. Toa kwa furaha. Sio kwamba uanze leo tena mchango tulitoka kumwaga yule mchungaji, halafu tena leo, halafu tena kesho umetangaza, halafu ngoja nitege nisiende. Ati wamesemaje matangazo? Hebu niambie matangazo yako kanisani. Kuna changizo, ninaumwa. Tutashindwa tako. Yaani nimebanwa. Mungu ndiye anayezijua ulizo nazo, na anajua hizo njia, na kila kitu anakijua. Kwani anafichwa? Kwani ananyimwa? Kwani anachengwa? Kwa hiyo maana yake ni kwamba Mungu hupendezwa na mioyo inayotoa kwa furaha, si kwa huzuni au kwa kulalamika. Toa kwa shukrani na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni ya 6 na ya mwisho. Kanuni ya 6 na ya mwisho. Kutoa hujenga urithi wa kiroho kwa vizazi vijavyo. Ule mstari wa 19. 29 Nyakati ya kwanza mstari wa 19. Kutoa hujenga urithi wa kiroho kwa vizazi vijavyo. Hapa kwenye mstari huo ninanukuu kidogo hapa Daudi, mfalme Daudi anavyosema. Anasema, naye Sulemani mwanangu umpe moyo mkamilifu ili azishike amri zako na shuhuda zako na maagizo yako, akayatende hayo yote na kujenga nyumba hii ya enzi. Na kujenga, anamuombea mwanawe Sulemani ili Mungu amshike au kamate moyo wake, aurithishe. Kwa sababu Daudi mfalme alikuwa ni mfalme ambaye anamuinua Mungu sana.
akitaka kupiga sifa. Kuna mahali imeandikwa alipiga sifa mpaka nguo zikamdondoka. Sinyuye walikuwa na utamaduni wa kuvaa kama Masai, zikamdondoka. Binti mama moja akasema, aibu gani hii, mfalme mzima mpaka anabaki uchi? Alilaaniwa na hakuzaa. Kasome maandiko hayo. Alilaaniwa na mtu ambaye amedondosha nguo anamsifu Bwana, akalani ikakamata. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaketi katika sifa. Tusifanye masihara. Mungu ndiye anayejua vitu vyote, na alikuwa ni kamanda mzuri Daudi, pamoja na kwamba alidondoka akaanguka. Lakini kuna mfano wa kuigwa. Zaburi ile ya 51, amemimina toba yake, haijapata kutokea. Mwimbaji mmoja alikuwa anaitwa Daudi Petro, aliimba, siwezi ninakumbuka kakipande. Unifanyie shangwe Bwana, mifupa ulioiponda ifurahi. Ameandika hapo, alijisikia kama mifupa yake imepondwa, dhambi ile mbaya. Kazini na mwanamke, tena mke wa kamanda wake, yani askari wake anayepigana kule kwa Wafilistini na kushinda na enzi na nini. Mke wake amemwacha huku, akamvamia kwa sababu alimuona naoga, macho yamejaa uzinzi, akaingia uzinzi, anguka naye. Lakini akaanza kutapatapa. Ukidondoka ukifanya dhambi, wao wanatapatapa. Kila mtu akisema anafanya, labda ananisema mimi, labda ananisema mimi. Kumbe hamna. Akaanza kutayarisha, na nimuite aje, halafu ni Brazil hapa, aweke sahihi hiyo mimba iwe yake. Imekuja na lenyewe lijanja kweli, niliaminifu, linashika kanuni za jeshi, kwamba unapokuwa kwenye jeshi vitani, hakuna ruhusa ya kurudi kuja kulala na mke wako hapa ndani. Lilikuwa limekamata, amelifanyia mapochopocho, sijui supu ya mbuzi itakayokuja hapa, sijui nini, halafu na mipombe pombe, ili kwamba walevi ndio mambo zao. Eti linalewa, linaangukia hapo sebuleni kwake, haliendi kwake. Asubuhi yupo tu, Uria yupo tu. Watu wote wanajua hajaenda nyumbani kwake. Kimeumana, msemo wa kisasa, kimeumana. Iko wazi siri. Inabidi afanye nini? Aandike barua, ampe yeye mwenyewe Uria. We komanda, umuweke Uria kwenye vita vikali, apigwe afe. Amri ya kamanda ya amiri jeshi mkuu imetamka. Anapewa hiyo barua, alipewa mwenyewe kuibeba. Watemi wa zamani, nilikuwa nasimuliwa na babu yangu, ukitumwa barua unachukua kijiti hivi, unakipasua kati, alafu unaichomeka hiyo barua, halafu unaenda umeishika hivi, hakuna kuigusa paka utakapoifikisha, hakuna kuisoma. Leo hii inasomwa hata hatua 3, 4, 5 inasomwa. Alipelekewa taarifa na akapigwa akafa. Amekufa Uria. Sasa mrithi ni mimi, akamvuta. Ilikuwa ni dhambi kubwa. Lakini toba yake, kasome hiyo Zaburi ya 51 yote uone imemiminika. Na kama tungekuaga tunatubu hivyo, nafikiri Mungu angekuaga na arushuka kiukweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kanuni ya mwisho. Sasa kusudi letu nimesema ni kwamba wazo letu, somo letu au ujumbe wetu ni kanuni za utoaji kwa watu wa Mungu, sisi watu wa Mungu, na tumeziona. Lakini kusudi letu kuu ni kwamba watu watoe kwa kubarikiwa. Sababu ni nini? Mungu ndiye kuishi kwao, ndiyo kuishi kwetu, ndiyo sababu ya kutoa. Sasa kanuni tumeziona,
Nitoe mfano wa jamaa mmoja. Jamaa huyu alikuwa ni Mkristo, lakini kumbe alikuwa amekamatwa na nini? Alikuwa anavuta tumbako bwana. Alikuwa anavutia kwenye nini kipindi kile? Kile kijiji na chenyewe sijui kwa nini vinafanana. Kilikuwa kinaitwa Ishindabahani. Ishindabahani kwa lugha ya kijiji kile ni kwamba kinachofanya si wahani ni nini, waleaji. Kama unalea watu kama mentorship, washauri watu wanaoshauri yani kinachofanya washauri washindwe kutimiza kazi yako na majukumu yako, ndio Ishindabahani. Sasa yeye bwana alikuwa anafanana kabisa na Mkristo. Sasa alikuwa na kuku wa kienyeji wa kutoa mayai. Sasa mke wake amwambia, kuku wetu wanataga sana, tumshukuru Mungu, hebu tutoe mayai. Mangapi? Mbona unasisitiza mangapi? Moyo unaniona tutoe mayai 5. Matano? Huyu kuku amezaa mangapi? Amna hiyo. Tanenepesha mijamatu. Kunenepesha mijamatu uko kanisani wala hakuna lolote. Ndiye muumini wako. Tena anasema hakuna lolote. Ni kunenepesha mijamaa. Hiyo mijamaa ni kina nani? Kumbe hata Mungu hamjui, anajua mijamaa tu. Akasema peleka mawili. Basi mama baba si ndio mwenye kichwa, ni kichwa cha familia, akapeleka mawili. Ila Mungu alimuona kwamba amepeleka yote 5 kwa sababu yamezuiliwa tu, ila amepeleka yote 5 kwa sababu alitii. Imefika tena baada ya si mavuno na nini, mume wangu tunapeleka nini? Hatuna kingine ila kuku, hatuwezi kuwachukua wote wanataka, tuchukue tu mayai. Kwa kuwa sasa wanataka tuchukue angalau mangapi? Tuchukue jamaa, unajua. Kwa hiyo kuku wote hao wanataka, tuchukue mayai ya kuku mmoja. Kuku nao wanataka 15 mayai kipindi kile, na walikuwa na kuku akitaka wanatotoa wote. Alikuwa na makuku mengi ya kienyeji na majogoo yalikitembea tu hivi, utafikiri magurungoma, utafikiri anatembea. Alikuwa na kweli na kuku mayai yote. Na huyo kuku analalia nini? Iko halato hamna. Kwani nani atakujua? Peleka mayai 4 tu. Amepeleka kweli. Matokeo yake ilichofuata, yule kuku aliyemkatalia mayai akachukuliwa na vimunyama, kwa lugha ile wanaita kiembulu, anakachukua. Hajakaa sawa, kuna kamwewe kakadonoa kifaranga na kengine kakadonoa. Akasema siendi kanisani leo, nimsubiri huyo kiembulu mpaka nikome leo. Akakaa bwana anasubiria. Yaliyotokea ni nini? Amekaa kwenye nani? Si anajua wote hawapo, na anavutaga kwa kuibia. Watu wote hawapo, hata mke wake hamjui. Na hilo ni nani hilo? Anatumia kiko, si mnajua kiko. Ni virefu hivi, halafu kinafanya hivi, kina shimo kidogo, halafu akiweka hapo tumbako, anaweka na moto hapo, halafu kimetobolewa mpaka huku, anavutia huku kwa mbali. Halafu anatoa moshi kwa kupitia kwenye mwanya hapa katikati. Vizuri kabisa.
raha zake, yani anapumua tu. Sasa si wameenda kanisani, anapumua tu kwa raha zote, amesahau na Mungu anamuona. Kuja kushitukia leo, hakakuja kakimburu wala hakuja mwewe, kikaja kicheche. Unakijua kicheche? Kikapitia akashituka, ameshituka hivi, kiko chali huko, kikavunjika na kuvunjika hapo, kiko kikavunjika. Akatoka kakaenda kakaingia kwenye kichuguu, kakamwacha yule kifaranga anafanya tu, akashuhudia anaishiria. Sio kifaranga tena, na wala haliwi, ujue kifaranga kichemsha supu ya faranga mdogo haliwi. Kasema ameingia na chimba kichuguu mpaka kitaeleweka. Akarudi nyumbani kuchukua koleo, kuchukua sururu, kuchukua suina jembe na nini, vitu vyote alivyokuwa navyo. Ameenda, yani amekodoma macho kuanza kuchimba kile majasho, yani amefyumwa na nani. Ukimwangalia picha yake unaweza ukaanguka chini ukacheka ukazimia. Kilichotokea ni nini? Anafanya hivi, amekosea tu, kumbe vipi ile jembe likaja kwenye nani hapa katikati ya goti na hapa akadondoka na kutapika. Maumivu mengine unaweza ukapigwa hata na kama nikanyuki mpaka unatapika, yani unaona nyota. Na kurudi akataacha kakicheche, amekuja kulala hivi, akawa nasikia tutu mweo tumne kuku wakali wanarani waliliwa siku hiyo vile vifaranga. Na cha ajabu alijulikana kwenye kijiji. Cha ajabu ikawa kwamba wale waliobakia vifaranga, ilikuja ugonjwa kwa asili ya huko walikuwa wanaita bubaba. Yani wakawa na baba na walikufa mpaka wakabaki 3. Yule mke wake alimwambia, nilikwambia mume wake, utaondoka kwenu sasa hivi, utaondoka kwenu, usinichefue. Aondoke kwao kwa sababu ya kifaranga. Au wewe unapenda vifaranga kuliko mke? Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ninachopenda kukisisitiza hapa ni kwamba usije moyo wako ukaingiwa kutu ya kuwaza kwamba utafilisika eti kwa kutoa mbele za Bwana ufalme wake ujengwe. Hata kama ungekuwa kama mwehu ukatoa zote ulizonazo kazikabidhi hapo kwa imani, kitoko wa imani, zinaweza zikarudi maradufu. Sasa hiyo inategemea imani yako. Sije ukasema mchungaji sasa ameanza kuchokonoa tutoe zote. Mimi simo moyoni mwako. Maandiko na kanuni zinasema kila mtu atoe kwa kadiri ya moyo wake. Mahubiri yangu yamekomea hapo. Nabakia sasa ingie tufanye hilo changizo. Na mwishoni sasa tukimaliza nitajitokeza tena kuomba kwa ajili ya wote waliotoa na wasiotoa. Maana kuna kutoa kwa sababu hauko tayari, mambo hayajaenda vizuri, lakini Mungu ndiye anayejua. Usijilaumu, lakini usijenge hoja ya kwamba amesema mchungaji, maana Mungu ndiye anayeona, ndiye anayekupa. Usiogope, Mungu ni kila kitu. Mungu ndiye kuishi kwako. Bila Mungu hakuna. Bwana atubariki. Nisubiria.